kwa ajili ya swala ya Ijumaa, fas'au ila dhikrillahi, basi kimbilieni kwenye utajo wa Allah subhanahu wa ta'ala, wadharul bay', na acheni kuuza. Kwa maana wakati ule wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilionekana watu wengi walikuwa maswahaba, pengine mpaka khatibu anafika katika kupanda mimbari bado wana biashara zao. Kwa maelekezo alivyokuja, wakatakiwa kwa wakati ule hakuna ruhusa ya kuweza kuuza wala kununua kwa wakati ule pale, kwa sababu tayari imeshawajibika wakati wa swalatul Jumaa. Na ndio maana wanazuoni wanatuambia kuna wakati kuuza ni haramu, ikiwemo wakati huu ambapo inasoma adhana ile ambayo khatibu tayari ameshapanda kwenye mimbar. Ina maana yoyote anayeuza wakati ule ajue kwamba alichouza kinaingia katika hukumu ya haramu. Mauzaji hayo yatakuwa sio sahihi kwa mujibu wa aya na dalili za wanazuoni kupitia hadithi mbalimbali. Kwa hili tunatakiwa tulikumbuke, ijapokuwa kwamba tulio wengi, baadhi ya Waislamu unaweza ukamkutia mwanamume mzima inasoma adhana hii bado yeye ana duka lake, bali anaona ndiyo pakuwahiza wenzake wameshafunga. Watukufu wa Islam, tuelewe kwamba tumewekwa duniani kwa lengo maalumu la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni vizuri tukaweza kuyaitikia yale maamrisho yake alichokupangia Allah katika riziki, ndo hicho hicho, hakizidi wala hakipunguki. Kwa hiyo wewe kufunga duka lako, ima kuacha shughuli zako, mwanamume mzima ambaye huna dharura yoyote ya kisheria, basi hilo ile kuacha ukamuitikia Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo Allah atakupa riziki mbalimbali. Ikhwatul muslimun, kwa hiyo ina maana Allah subhanahu wa ta'ala amewaita watu wenye imani kabisa, na ukiona mtu hataki kuitikia wito huu, manake ajielewe wazi kwamba imani yake ni bado. Kwa idha nudiya li salati min yawmil jumaa, inapolinganiwa swala, kwa maana ile adhana sa khatibu tayari ameshapanda mimbar kwa ajili ya salatul jumaa, fas'au ila dhikrillah, kimbilieni kwenye utajo wa Allah, tena mkamwabudu Allah katika salatul jumaa. Wadharul bay', acheni kuuza, lakini haimaanishi kuuza tu. Acheni shughuli zenu zozote ambazo hazistahiki kwa wakati ule, na hata kama zinastahiki mkaweze kutekeleza ibada ya swala. Dhalikum, kufanya hivyo, khairul lakum, ndio bora kwenu, in kuntum ta'lamuna, kama mnaelewa. Kinyume chake manake mafhumul mukhalafa, ufahamu wa kinyume manake kama hamuelewi, endeleeni kuuza, muone hivyo mnavouza ni bora kuliko Allah, na siku ya siku mje muangalie nini ambacho kitakupateni. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala hapa anaonyesha namna gani ilivyokuwa salatul Jumaa. Kwanza ni wajibu, ni lazima. Wanazuoni tu wametofautiana kuwa ni farlu, kama ni farlu kifaya au farlu ain, lakini hadithi ziko wazi na aya kwa salatul Jumaa ni faradhi ya lazima ya kila Muislamu ambaye hana dharura ya kisheria, hasa kwa mwanamume. Ikhwatul muslimun, kwa hakika salatul Jumaa ina adabu nyingi kabisa. Baadhi ya wanazuoni katika vitabu wameandika ni adabu, baadhi ya wanazuoni wameandika ni sunna, kwa maana mambo yaliyotakiwa sisi tuyatekeleze. Kama nilivyotangulia kusema, yasikilize vizuri. Ikiwa ilikuwa huyajui, basi insha Allah ondoka hapa ili Jumaa inayofuata uweze kuyatekeleza, upate ujira mkubwa kabisa. Adabu ya kwanza, watukufu wa Islamu, ya salatul Jumaa, al-ghuslu wa tabkiru ila al-masjid, ni swali zima la kukoga na kuharakia mapema kwenda mapema msikitini. Bibalighil asafi asrina hadha, kwa masikitiko makubwa katika zeme zetu hizi, wengi misikitini tunachelewa, jambo ambalo sunna kwa khatibu yeye kuchelewa, lakini imekuwa watu kama wao ndo khatibu. Mtu anakuja msikitini hutuba ya pili, na hiyo sijakazidi dakika 5 tayari analalamika hutuba ilikuwa ndefu, wakati kaingia hutuba ya kwanza hakuipata. Kwa hiyo na maana sunna kwanza ukoge ndio uje msikitini. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi juu ya kulithibitisha hili, Mtume sallallahu alaihi anasema, man ghatasala yawma aljum'ati ghusla aljanaba thumma raha fakaannama qarraba badanatan, mwenye kukoga siku ya Ijumaa, tena pengine kwa josho la janaba, pengine kaoga mapema pale. Na wanazuoni wanasema inajuzu kuoga josho la janaba lile kwa josho moja, ikasuhi kwa josho la Ijumaa. Muhimu kuweka nia tu, kwa sababu hadathi kubwa inaibeba hadathi ndogo.
Kwa hiyo kama mtu wa ishtighali, pengine harakati zako unasalia mbali kabisa, unaweza ukaoga, usikose sunna hii hata kama pale alfajiri. Nuia tu, kama ni josho la janaba, nuia pamoja na lile la Ijumaa, litakuwa limeingia hapo hapo kwa mujibu ya kauli ya wanafiqhi. Kwa watukufu wa Islam, mwenye kukoga na hata kama sio josho la janaba, asili imetajwa hivyo tu, basi thumma raha ila almasjid, kisha akaenda zake msikitini, fi saati alula, sala kwanza, saa moja pale pengine siku ya Ijumaa ishafika msikitini. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fakaannama kharraba badanata, ni kama kwamba aliyetoa sadaka ya ngamia. Jambo kubwa kabisa. We unafikiria ukiruzukiwa uwezo ukichinja ngamia ukamtoa sadaka, unafikiria jambo dogo? Jambo kubwa kabisa. Kwa unahesabiwa kama utakuja saa moja pale asubuhi mapema, basi we kama kwamba uliyetoa sadaka ya ngamia. Na watukufu wa Islam, tujitahidi isifike wakati mtu mpaka anaondoka duniani hakumbuki siku aliyoitenga maalumu. Leo akaamua aende msikitini pengine saa moja asubuhi, angalau afanye swala la itikafu, amwe leo najidhamiria kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutenga muda wangu msikitini kumdhikiri Mungu, kuswali, kusoma dhikri. Kama we ni muumini, lazima jiwekee ndani ya maisha yako hili, utalitekeleza mapema kabisa. Lakini wengi hatuna kawaida hiyo, kama tulivyozungumza, hiyo msikitini tunachelewa. Kwa hiyo hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wamaraha fi saati athania, atakaye kwenda saa la pili, pengine kwa maana ile saa 2 asubuhi siku ya Ijumaa msikitini mapema kabisa. Kwa sababu tumesema nukta, sunna ya kwanza ni mtu kukoga na kwenda mapema msikitini. Sasa inazingatiwa katika hali tofauti. Hatua ya kwanza bora zaidi kwenda saa moja ile asubuhi ya siku ya Ijumaa, na ndio maana tukatakiwa ishtighali zetu kwa siku hii kama ya leo tuziache, ima tuzipunguze kwa muda ule wa asubuhi. Kwa atakaenda saa la pili, fakaannama qarraba baqaratan, ni kama kwamba alitoa sadaka ya ng'ombe. Ukamnunua ng'ombe mzima, ukamchinja, ukamtoa sadaka, na pengine sadaka yako ikawa ikhlasa lillahi wahda, kwa ajili ya kumtakia, kwa kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Lakini Mtume anasema wamaraha fi saati athalitha, mwenye kwenda saa la tatu, fakaannama qarraba kabshan aqrana, kama kwamba aliyetoa sadaka ya kondoo mwenye pembe kabisa. Lakini wamaraha fi saati arabia, mwenye kwenda saa ya 4, fakaannama qarraba dajajatan, kama kwamba aliyetoa sadaka ya kuku. Lakini wamaraha fi saati alkhamisa, mwenye kwenda saa la 5, kwa maana saa 5, fakaannama qarraba baydata, kama kwamba aliyetoa sadaka ya yai. Kwa masikitiko makubwa ya tukufu wa Islamu, yai pia tunalikosa. Mtu ndo kama tulivyosema, anakuja khatibu tayari ameshapanda kwenye mimba. Ina maana kwamba ni kama kwamba tunakuja katika Ijumaa, lakini fadhila nyingi tunazikosa. Na kwa sababu tuelewe hizi rakaa mbili hizi hutuba mbili zinabeba zile rakaa mbili za dhuhuri. Sasa wewe unapokuja Ijumaa ukaikosa hutuba moja, ni kama kwamba ingelikuwa una swali ya dhuhuri umeikosa rakaa moja. Na katika hadithi sasa tunaambiwa humu kwenye milango ya msikiti ya Ijumaa inakuwa mna malaika maalumu siku kama ya leo, wanaandika, wana madaftari maalumu kila waliohudhuria msikitini. Lakini khatibu anapopanda kwenye mimbari huwa wanaondoka na wao kuja kusikiliza hutuba. Kwa ni kama kwamba wewe unapokuja kinyume na hapo, ni kama kwamba kwenye ile orodha humo. Kwa watukufu wa Kiislamu, hili tujitahidi, tufikeni msikitini mapema, angalau basi hilo sala kwanza tulikose, pengine na tulikose la pili, la tatu, la kiangalau pengine saa 5 au 4, jitahidi nenda zako msikitini mapema, mdhikiri Allah subhanahu wa ta'ala, soma Qur'ani. Kwa hili watukufu wa Islam, haliji bila kujipangilia. Na tusiseme hatuna muda, huu muda tuliokuwa na ndo muda huu, kwa sababu hujui kesho au Ijumaa inaofika kuwa utaifikia. Kwa tumia nafasi yako vizuri kabisa katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni sunna ya kwanza kwenda mapema msikitini. Kwa wale ambao sio khatibu, khatibu ya ni sunna kuchelewa sana, ingia kwa ajili ya hutuba tu, ndivyo kwa hadithi sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilivyothibiti. Kwa hiyo maana, na pia tuhakikishe tunapokuja msikitini tunaoga vizuri, tunajitia manukato kwa wanaume, kwa sababu salatul Ijumaa ni faradhi kwa wanaume. Kwa wanawake wao sio faradhi, hata kama hawakuja, bali wakija watapata thawabu. Lakini kuna watu wamevuliwa katika salatul Ijumaa, wao dharura za kisheria. Kama mwanamke yeye si lazima kuhudhuria katika salatul Ijumaa, ana mgonjwa ambaye hawezi kwa sababu ugonjwa wake kufika hapa,
lakini dharura nyingine, pengine mvua imefunga, unahisi nikienda pengine pia nitapata tope mpaka muda swala Juma, huna nafasi. Hiyo ni dharura ya kisheria, lakini hata na yule mtumwa aliyemilikiwa au msafiri, wao hawasio wajibu kuswali swalatul Juma. Lakini leo utamkuta mwanamume mzima watu wanaswali Ijumaa, yeye kakaa maskani, au mwingine kajitia nyumbani kwake kimya, anaona haya kwa wanadamu wenzake, anakosa kumwonea haya Allah subhanahu wa ta'ala. Watukufu wa Islam, kwa tujitahidi tunapokuja msikitini tuje mapema ili tuweze kupata fadhila hizo, tusikose angalau hilo yai. Ikhwatul muslimun, adabu ya pili ambayo inatakiwa mimi na wewe tuichunge tunapokuja katika swalatul Juma ni qiraatu suratil Kahfi, kuisoma suratul Kahfi. Watukufu wa Islam, hutoisoma suratul Kahfi bila ya kuja mapema. Kwa tujitahidi siku ya Ijumaa, ingawa hadithi zimethibiti kama mbili hivi, fadhila hasa kubwa zaidi za kuisoma suratul Kahfi unalitakiwa uisome usiku wa jana, yani wa kuamkizia leo Ijumaa. Unapata mwangaza kutoka hapa mpaka Maka, unaangaziwa na nuru maalumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Mtume sallallahu anatuambia, man qaraa suratal Kahfi yawm al-jum'a Allah lahu minan nuri ma baina al-jum'atayn. Yule ambaye ataisoma suratul Kahfi siku ya Ijumaa anaangaziwa na nuru palipo katikati ya Ijumaa mbili. Baina ya Jumaa leo hapa katikati pote unakuwa katika nuru na msamaha maalumu wa Allah subhanahu wa ta'ala mpaka ifike Jumaa nyingine. Lakini kama tulivyosema, haya hayatopatikana bila ya kuja mapema msikitini. Kwa tupanie hebu kwamba ujiwekee hasa mimi suratul Kahfi sinipite, na ikiwezekana hasa isome kama jana usiku. Isome kwa ajili ya kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni sunna, bali hata kama leo inatakiwa isome suratul Kahfi. Ikhwatul muslimun, kwa hiyo ni adabu muhimu kabisa. Lakini vile vile adabu nyingine, ima ukipenda ziite sunna za swalatul Juma, tunaambiwa iktharu min salati nabii sallallahu alayhi wasallam, kukithirisha manake kuzidisha kumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Siku kama ya leo, bali hata kuanzia usiku wa jana, unatakiwa uzidishe yani kumswalia Mtume kwa sigha yoyote unayojua. Sawa ikawa ile sigha Ibrahimia tuliyozoea katika swala iliyomalizia innaka hamidum majid, au Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, au Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli ala Muhammad. Kwa sigha yoyote unayojua wewe, unatakiwa uzidishe kumswalia Mtume. Na kwa nini ikatumika uzidishe? Kwa sababu kumswalia Mtume inatakiwa siku zote, lakini ikifika siku ya Ijumaa uzidishe, angalau upate mara na pengine mara 200, mara 500, mara 600. Lakini ikiwa tutaulizana hapa tulipo, wewe tangu ulipotoka nyumbani kwa asubuhi ya leo umemswalia Mtume mara ngapi? Yawezekana wengine ile 5 haijafika, na pengine itolewe zawadi ya milioni aliyemswalia, au msikitini tangaziwe aliyemswalia Mtume mara 100, huenda ikashindikana, zawadi ile ikarudi kwa mwenyewe. Kwa hili tusilikose. Na kwa sababu gani? Mtume sallallahu anasema inna min afdali ayyamikum yawmal Jumaa, hakika miongoni mwa masiku bora yenu ni siku ya Ijumaa. Kwa nini? Hadithi hii Mtume anasema fihi khulika Adam, ndani ya siku hii ndo Adam alipoumbwa, wa kubila, na akafishwa ndani ya siku hii, wa udkhila aljanna, na aliingizwa peponi, na ndo siku hii aliyotolewa. Na pia katika hadithi hakitokisimama kiyama isipokuwa itakuwa ni siku ya Ijumaa. Kwa hiyo tuogope sana, kuna wenzetu itafika siku ya kiyama basi kwenye msikiti hawamo, wao wamo katika mambo yao tu ya dunia yasiyoisha, yasiyo mwanzo wala mwisho. Kwa hiyo tunaambiwa siku hii ni tukufu. Katika hadithi hii Mtume akaendelea akasema kwa akthiru alayya minas salati yawmal Jumaa, basi zidisheni zaidi kunisalia mimi siku ya Ijumaa. Kumsalia Mtume angalau maswali ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usifikiria kwamba unaswali swala maalum ndio unamswalia Mtume, maana kumtakia rehma kwa Kiswahili ndio salatu ala nabii. Na kwa sajua hili kuna hadithi nyingi kabisa, kwa sababu Mtume sallallahu anasema man salla alayya salatan sallallahu biha 10, mwenye kuniswalia mimi ile swala moja tu Allah anakuswalia mara 10, anakutakia rehma, kwa hadithi sahihi. Jua hili ni maudhui maalumu ambayo inshallah kuna siku tutaizungumza. Hapa tunapitia tu kama ni nukta maalumu tu kuashiria baadhi tu ya hadithi. Kwa Mtume sallallahu anasema siku kama leo zidisheni kunisalia, nazungumza na maswahaba lakini pamoja na sisi. Kwa nini? Fa inna salatakum turalu,
tu'radu alayya, kwa sala zenu mnazonisalia zinahudhurishwa kwangu. Hii siku ya Ijumaa zinafikishwa kwangu, zinanifikia. Maswahaba wakamuuliza Mtume sallallahu, wa kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad aramta ya Rasulullah, aibalita, vipi swala zetu zitakufikia na hali ya kuwa wewe umeshachakaa, umeshaoza kaburini? Iwapo sisi tunakuswalia ndio, na wewe umeshakufanyia swala zetu pia zitakufikia huko uliko? Mtume sallallahu akasema, inna Allaha harrama ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya, Mungu kaiharamisha ardhi kula mili ya mitume. Sio kama hivyo mnafikiria nyinyi kwamba tunaoza kama hivyo. Kwa ina maana hadithi inaashiria wazi kabisa, mswalie Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wingi siku, angalau upate mara 500, huu na angalau mara 200. Na ukimsalia Mtume sallallahu kuna faida nyingi kabisa, riziki zinafunguka. Wewe kama nuizi sema, ya Rabbi, na mswalia Mtume sallallahu, nijalie riziki zangu nizipate kwa wepesi. Mimi ni mvuvi, riziki zimekuwa ngumu, nijalie nikapate samaki. Weka nia uone Allah subhanahu wa ta'ala atakapoweza kufungulia mambo yako. Ikhwatul muslimun, kwa hiyo hilo tusilisahau la kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wingi kabisa siku kama leo ya Ijumaa. Ikiwezekana tangu jana usiku wa kuamkia Ijumaa, unapokuja hapa, unapokuja nyumbani, lakini ukifika msikitini ndo zaidi mswalie Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul muslimun, sunna nyingine katika sunna za salatul Jumaa ambazo inatakiwa mimi na wewe za kuzitekeleza, basi tunaambiwa kwamba iktharu minad duai rajaa muwafaqati saati al-ijaba, ni kukithirisha zaidi mtu kuomba dua, kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa matarajio ya kuliwafiki sala kujibiwa dua. Watukufu wa Islam, hadithi sahihi sio moja wala mbili zinathibitisha kwamba katika Ijumaa kuna saa hilo, ukiliwafiki, ukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi Allah anakujibu. Hilo saa lipo, na wewe kwa nini usilitafute? Mfano, ungelisikia ukiwa ni mvuvi, ukienda mida fulani baharini, ukitupa mshipi tu samaki wanadona, basi nadhani ungekwenda mapema kwa kuliwafiki lile saa. Au ungesikia muda fulani Yanga na Simba wanacheza, naamini kwenye sehemu hiyo wanapocheza watu mpaka kwenye TV kule watasogea. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala tunakuwa hatuna hamu kama hivyo? Kwa tukufu wa Islam, katika hadithi Mtume sallallahu anasema katika Ijumaa kuna saa maalum dua hujibiwa. Bahati mbaya hili saa Allah kalificha kama Lailatul Qadri, kwa sababu kuna mambo Allah subhanahu wa ta'ala kayaficha kwa hikma maalumu. Muda wa kuondoka binadamu haujui, kauficha. Lailatul Qadri imefichwa, lakini na kuna mambo kadha wa kadha yamefichwa, huyajui, ni siri kabisa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hadithi za Mtume zitakuwa zimetuashiria katika mambo haya, angalau kiawafika katika masaa fulani. Baadhi ya wanazuoni kuna kauli nyingi sana walizozizungumza. Wako waliozungumza ni baina pale khatibu anapokaa baina hutuba ya kwanza na ya pili. Wako waliozungumza ni siku ya Ijumaa yote nzima. Wako waliozungumza baada ya salatul Jumaa. Kauli rajih, kauli yenye uzito, saa hili lipo baada al-asri, baada salatul asri. Kwa hiyo hebu kisha swali salatul asri, tulia pale, muombe Allah subhanahu wa ta'ala awatengeneze watoto wako, azijalie ziwe nzuri riziki zako na mambo mbalimbali. Ni wakati maalum. Wengi tuna matatizo ya maradhi, tuna wagonjwa wetu, tuna watoto wetu au watu wetu wanaumwa, tuna mashaka na mabalaa mbalimbali. Haya hatoweza kutatuka na kuondoka iwapo hatutoelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tuelekee kwa Allah, tusielekee kwa wanadamu wenzetu, tukwenda kwa shirikina tukapigiwa ramli tukaona kama ndo solution ya mambo yetu. Kubwa ni kuliwa zile pesa zetu, kisha mna chochote kinachoweza, ni dhulma tu. Muelekee Allah subhanahu wa ta'ala kwa moyo safi, uone namna atakavyokuelekeza katika mambo yako. Lakini ikiwa kwamba unamhisi Allah hana maana, kuna wengine unawahisi watakutatulia matatizo yako, ndipo hata ukimwomba Allah hakujibu, kwa sababu Allah kwake yeye hukumfanya wa kwanza. Na ili Allah aweze kujibu kwa mambo yako, kwanza muamini, umweke yeye ndiyo kila kitu, anaweza kutengeneza mambo yako. Lakini ukiona acha nende kwa mshirikina ndo akusaidie, ukaue muda, ukaue pesa, uzidishiwe mashaka zaidi, ujione kama pengine ndo umepata tiba, kumbe umezidishiwa mashaka. Kwa tumuelekee Allah. Ndani ya kipindi hichi pengine tuna watoto wetu, kama si watoto wako wewe, watoto wa ndugu yako, pengine wengine wanafunzi wanasoma,
na kesho kutwa pengine Jumatatu, pengine wanafunzi wa kidato cha 6 inshallah wanatarajia kuingia katika mitihani. Katika saa hilo tukiomba dua na wao tuwaombee Allah wajalie wafanye mitihani kwa amani kabisa na waweze kupata mafanikio yaliokuwa mazuri, ili waje watusaidie sisi pengine na watoto wetu. Hivi ndo anavyotakiwa awe Muislamu. Na kwa sababu kuna hadithi, kila ukimwombea mwenzako dua ya kheri, kuna malaika kwenye kichwa chako anakwambia walaka bimithli, na wewe una mfano huo huo. Kwa hata ukiomba dua ombee na wenzako. Na kwa sababu huenda kumwombea mtu mwingine, huenda Allah akakujibu wewe kwanza, akakutatulia shida yako. Watukufu wa Islam, hili saa Mtume sallallahu anasema katika hadithi, iltamisuha akhira sa'atin ba'da al-asr, kwa hadithi moja, litafuteni katika saa ya mwisho baada ya salatul asr. Na hadithi nyingine amesema iltamisu saa allati turja ba'da al-asr, litafuteni saa ambalo siku ya Ijumaa ambalo dua hujibiwa linatarajiwa baada ya salatul asr ila ghaibubati shamsi, mpaka kuzama. Kwa hiyo maana wakati huu ni wakati adhimu kabisa wa kuweza kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo yetu mbalimbali. Ukisha swali muombe Allah subhanahu wa ta'ala akutengenezee mambo yako. Kama ni mwanafunzi, muombe Allah akuwafikishe katika swali zima la kutafuta ilmu. Kama ni mkulima, vile vile muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Bali ni wakati muafaka wa kuleta dua mbalimbali. Kuna watu wanakufanyia uadui, wala huna ubaya na mtu anawaroga watoto wako. Kaa muda huu mshtakie Allah. Isome suratu Yasin. Kila baada aya katika suratu Yasin isome aya nambari 25 ya suratul Ahzab. Waradda Allahu alladhina kafaru bighaidhihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyan aziza. Mtindo huu kama utaisoma Yasin kila baada katika Yasin, mfano Yasin waradda Allahu, isome kwa mtindo huo. Dua hii ni kinga ya mwili. Yoyote atakayejaribu kufanya ubaya wake unamrejea mwenyewe na ataumia, na inaweza kwa sababu ya kuiaga dunia. Hili tunalalamika wengi, badala yake tunamwacha Allah, tunaharakia kwa washirikina. Kaa chini, soma dua, au piga idha zulzilat mara 111 au mara 70. Hii ni kinga. Ukinuilia yoyote aliyekufanyia ubaya na yoyote atakayethubutu, wallahi alazim atajuta ubaya ule amefanya nini. Kwa hili tumwelekee Allah subhanahu wa ta'ala katika matatizo yetu mbalimbali. Tusimwache Allah. Allah ndiyo mtetezi wetu. Allahu waliyul ladhina amanu. Allah nasa ndiyo mlinzi wa wale walioamini. Shati pawe na imani. Kama una imani utahisi wengine ndio walinzi, ndio wenye uwezo wa kufanya chochote. Kwa tuko katika nukta ambayo leo tujitahidi kukithirisha dua, na zaidi baada ya swalatul asri mpaka hata kuzama kwa jua, kwa sababu kuna saa maalumu dua za waja hapo huwa zinajibiwa. Ya Rabbi, ziingize na saa hizi kwenye nyoyo zetu na uturuzuku kuzifanyia kazi kivitendo kabisa, kama ulivyoruzuku maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالذكر والآيات الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروا يا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. Sinabudi kukuhusieni kwa mara ya pili, kama ilivyowajibu kuhusia nafsi yangu, juu ya swali zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Huku ikiwa kama itakuwa uko makini kabisa, nadhani unakumbuka maudhui ya khutba yetu ya leo ni juu ya sunna za salatul Jumaa, lakini kama nilivyotangulia kusema tutakuwa na matahadharisho, maonyo yaliyokuja kwa yule ambaye anaiacha salatul Jumaa tahauna mbiha, kwa njia ya dharau, si kwa dharura ya kisheria. Ikhwatul muslimun, watu walio wengi kabisa, wanaume wazima, kama tulivyotangulia kusema, unaweza ukakuta vijana maskani wamekaa pale, yani unaweza kusema kama kwamba
hawajui cha kufanya nini. Mara nyingine na baadhi ya watu wazima, tena ile ambao mpaka ile haya kwa wanadamu wenzao hawana. Watu wanaenda msikitini, wao wamekaa tu wametulia, au tu kama tulivyosa wengine, kama mwanamume atajitia nyumbani akatulie, kama ni muuza duka, japo hata kwenda atafunga duka lake akatulia, asubiri watu, pengine atume watoto, kaangalieni watu hajatoka msikitini. Hivi kweli jiulize, kwani unamfanyia hadaa na ujanja nani? Ujue kwamba utakuja kujipata mwenyewe. Hebu kuwa mkweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hili ninalizungumza ikiwa ni wazee, hebu tuangalie, je, mimi kijana wangu humu msikitini humo? Je, kijana wangu ana swali kwanza hizo swala 5, lakija hii swala ya Ijumaa anaipata? Kwa sababu haitatosha peke yetu sisi tunaingia msikitini, bali tufanye kampeni na kwa wenzetu na waweze kuingia msikitini, ndio salama ya Allah tutaipata. Kwa mzee, usikubali tu peke yako, lakini kijana wako ukamwacha nyumbani, na akishafika tu miaka 7 kama ilivyo sheria inatakiwa muhimize kuswali. Kwa sababu kisha kuwa mkubwa vigumu kuweza kumpinda. Kama tunavyojua swala anakuwa mkubwa na mtu mara nyingine iblisi anampiga chenga. Je, ikiwa utamwachilia usubiri mpaka atapokuwa mtu mzima, hilo litakuwa gumu. Kwa mzoeshe siku ya Ijumaa, ikikaribia muda tu, kama ni mzee, mtafute haraka mtoto wako wapi aliko. Lazima mjue unaingia msikitini na yeye yumo, na ikitokezea hayumo lazima uweze kumhoji na kuweza kumrekebisha. Lakini tuna ndugu zetu, tuna makaka zetu ambao wengi hawana dharura yote ya msingi isipokuwa wanabakia, tuweze kuwanasihi kwa kutumia hikma, si kwa ukali, lakini tuweze kuwapa nasaha hizi ambazo nitazitoa leo hii. Watukufu wa Islam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at, wakome watu kuiacha kwao salatul jumaa, au la yahtimanna Allahu ala qulubihim, au Mungu atapiga muhuri wa unafiki kwenye nyoyo zao, thumma la yakununna minal ghafilin, kisha watakuwa kabisa katika watu walioghafilika. Kwa maana ikiwa mtu yeye anaidharau swala al-Jumaa kimaksudi, mwanamume mzima, si msafiri, ni mwenye makazi, hana dharura yoyote, yeye anadharau tu swalatul Jumaa, basi aelewe Allah anachofanya, anapiga muhuri wa unafiki ndani ya nyoyo yako. Baadhi ya wanazuoni walipoisherehesha hii hadithi, Allah anasema atazuia kufika kheri yoyote haikunufaishi mtu kama wewe una tabia kama hii. Wengine wanasema kwamba atajelea ule moyo wako ni moyo wa mnafiki safi, na kisha piga muhuri hapo, na saa zote mtu atachoka kukunasihi, uwezi ukabadilika. Kwa ina maana si jambo dogo unafiki. Unafiki ni dhambi kubwa kabisa. Kwa sababu Allah akasema, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, wanafiki watakuwa tabaka ya chini ya moto. Haijaja aya dhahiri katika Qur'ani, lakini utaona kwamba unafiki na ukafiri Allah kauandalia ukafiri adhabu kali, na mnafiki ni katika Waislamu, kwa sababu mnafiki mtu ambaye anaficha ukweli wake. Inawezekana tuko pamoja hapa tunazungumza, yeye akishatoka hapa ndiye anaipeleka hutuba pengine kwa waheshimiwa fulani, aidha kutaka sifa, khatibu bwana kakiponda chama, khatibu kafanya. Inawezekana tunazungumza hapa jambo, anajidhihirisha kama ni mwema kijuujuu, lakini ndani ya nafsi yake alichokificha kikubwa kabisa. Na hii ikiwa unayo tabia hii, achana nayo. Tabia moja mbaya kweli kweli ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kaiahidi moto. Kwa inakuwa mtu ambaye ataiacha swalatul Jumaa kimaksudi kwa dharau tu, ajue Allah amekupiga muhuri wa unafiki kwenye moyo wako, maana kheri yote haiwezi kufikia, lakini pia utakuwa katika wale waghafilika na Allah subhanahu wa ta'ala, na hilo ni jambo baya kabisa. Watukufu wa Islam, tuwanasihi wenzetu ambao wana tabia hii. Wengine ni rafiki zetu, bila shaka wanatusubiri tu pengine turudi tukae maskani nao tupige story kwa muda wa swala, wao sio. Na ikiwa rafiki yako bwana hataki swala, achana naye, huyo sio rafiki. Na hili linakuja kwa sababu ya yule muumini ambaye imani yake itakuwa iko imara kabisa. Ukirudi katika aya za mwisho za suratu Al-Mujadala, Allah anasema, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu abaahum au abnaahum au ikhwanahum au ashiratahum. Huwakutii watu wenye imani ya kisawa sawa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakajitia mapenzi na urafiki na majitu yasiyotaka amri za Allah, na watu wanaoihalifu wazi amri za Allah, kwamba wewe una rafiki hataki kuswali, wewe huyo sio rafiki. Kama imani yako iko vizuri kwenye dini, huwezi ukafanya urafiki na mtu kama huyo.
lakini kwa sababu imani zetu zinalegalega. Tena aya imesema walau kanu abaahum, japo hawa waliopiga vita Allah watakuwa ni baba zao. Kama mtu ana imani hasa, basi hawezi kulivumilia swali hili, lazima atampa nasaha kwa njia za hikma, au ndugu zao au jamaa zao. Aya imezungumza hivyo. Inaona ukijikutia kwamba watu ambao wapinzani wa Allah wanampiga vita Allah, ikiwemo swali zima la kuacha swala, kwa sababu inastahiki kama sheria saa nchi ipo tayari kuswala, atakwe toba siku 3, hajatubia toba yake, hajataka kusali, auliwe. Hao naona wanaishi makosa tu, lakini sio kwamba ndio usahihi unavyotakiwa. Ni hatari. Na wanazoni pia wakatofautiana katika hukumu ya kumswalia, kwa sababu wako waliomhukumu kuwa ni kafiri moja kwa moja, na wako waliosema ni fasik, ni muhuni, lakini mwisho wa uhuni ni motoni pia. Kwa watukufu wa Islam, hili tuchukue fursa, tujitahidi Ijumaa tusikose bila yani ikiwa hakuna dharura ya msingi. Lakini vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man taraka 3 juma'in tahawunan biha taba Allahu alayhi, mwenye kuziacha Jumaa 3 kwa dharau tu, hakuna sababu ya msingi, labda mvua au maradhi yanaumwa au msafiri au dharura ya kisheria. Kwa yule mwanamume tunamzungumzia, kwa sababu tumeshazungumza salatul juma ni wajibu kwa mwanamume, si kwa mwanamke. Yeye akienda anapata thawabu, laki kwake sio fardhi. Kwa hiyo na maana kwa dharau tu Ijumaa 3 umeziacha, basi Allah anakupiga muhuri. Na Ibn Abbas aliulizwa kuhusiana na mtu ambaye anaswali Ijumaa tu, swala nyingine haswali, au hasali ile. Aliulizwa kuhusiana na mtu ambaye anaswali swala zote la Ijumaa haswali, akasabila kusita, hii huwa finari, huyo motoni, pasina kusita. Wako baadhi ya watu ambao wanaswali kama hivyo, lakini hii tunawanasihi, na kwa sababu huu ndio uhai badilika, hazitokufaa naswaha baada kufa kuwa ushaingizwa ndani ya janaeza, kwa badilika hivi sasa. Ikhwatul muslimun, katika hadithi ya mwisho kwa leo hii tutakayosimamia katika kuonyesha ubaya wa kuiacha salatul juma kwa njia ya dharau tu, mtu kwa sababu ya uvivu tu, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyoipokea Ibn Mas'ud anasema, Ibn Mas'ud anatusimulia katika hadithi sahihi, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam qala liqaumin yatakhallafuna anil jumu'ati, aliwaambia wale watu ambao wanajiweka nyuma, wanabakia huko kutokana na salatul juma, hawataki swali, wanaume wazima kama tulivyosema, wanajificha. Aliwaambia vipi? Laqad hamamtu, kwa hakika mimi nimepata hamu, an amura rajula, nimwamrishe mimi mtu mmoja, yusalli binnasi, awasalishe watu. Mtume anasema kama nimejilia hamu nimwamrishe kati ya nyinyi maswahaba awasalishe watu, thumma uhrika ala rijalin yatakhallafuna anil jum'ati buyutahum, kisha niende nikazitie moto nyumba za wanaume ambao wamebakia kule, hawaji kuswali salatul juma. Tizama namna gani Mtume swalla atoke amwachie imamu asalishe, yeye akazitie moto nyumba za maganadume ambayo yamebakia majumbani, au ingekuwa maskani akazitie moto wale ambao wamebakia wameacha salatul juma. Ina maana hapa pana mapeli, pana salama. Tujiulize, pana salama mtu akimwelekea Allah, yeye pengine hata hiyo sala hana kabisa. Kwa hiyo huyu kuna kesi kwanza ya salatul juma, ikisha kuna kesi ya swala za kawaida. Kwa watukufu wa Islam, tuone kwamba kuna umuhimu wa kuitekeleza salatul juma, lakini pia tuone kwamba kuna hasara kwa ambaye anaiacha salatul juma. Kwa na hili tuwakumbushe, lakini vile vile tuwakumbushe mpaka ndugu zetu waendesha mabodaboda. Mara nyingi salatul juma inawapita, wanasubiri abiria tu muda wa swala. Yani pesa tu ndio inaotakwa, hujui hiyo pesa inawezekana ushapewa pale pale ukadondoka ukafa ukaiacha hapa hapa duniani. Kwa hakuna jambo bora kuliko kwanza kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi, ziingize na saa hizi kwenye nyoyo zetu na tuwezeshe kuzifanyia kazi kivitendo kabisa. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وارض اللهم عن أبي بكر الصديق التقي، وعمر الفاروق النقي، وعثمان ذي النورين الزكي، وعلي الوفي الرضي، وعن 6 الباقين. اللهم أصلح ولاة المسلمين في كل مكان، ووفقهم إلى العدل، وجنبهم الجور والظلم والفسوق والعصيان ما ظهر منها وما بطن،
من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين مع القرى عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل الكريم يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.